Na wasalimu kwa jina la Yesu, nikishukuru Mungu zaidi kwa kunipatia nafasi hii ili akapate kunitumia kuzungumza na viumbe vyake dunia mzima. Nataka kuleta mada ambayo inasema kwamba kutambua Mungu ni dawa tosha. Nataka kuzungumza kuhusu kiwete aliyekuwa katika mlango mzuri akiomba pesa kila wakati. Watu wakiingia katika ule mlango, kazi yake ilikuwa ni kuomba pesa, akinyimwa na wengine wakimpatia, kama siku ya leo. So aliendelea kufanya hivyo kwa muda mrefu sana, lakini hakupata jawabu kamili. Ndio kitu nafaa kujua. Alikuwa pale na hiyo tabia ya kuombaomba, akipewa, akinyimwa, akitukanwa, akidharauliwa, lakini licha ya hayo yote hakupata jawabu la kumsaidia ili akasimame na kudumu katika wema. Lakini siku moja watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakimuona, hata wengine pia walikuwa wakimpatia hizo pesa, wakimsaidia kabisa kulingana na vile dunia inataka. Lakini siku moja Yohana na Petro wakaenda katika huo mlango mzuri, wakienda kuomba, wakampata huyo mtu. Akawa amewaona kama desturi yake ya kila siku, akainuka ili akapate kupewa ile haki yake yenye alikuwa anajua. Sasa Yohana na Petro wakamwangalia, wakamwambia kwamba ndugu, umekuwa hapa kwa muda mrefu, umekuwa ukiomba pesa, umekuwa ukipewa na watu. Wakamwambia umekuwa hapa katika muda fulani, lakini haujapata jawabu kamili la kukusaidia ili utoke katika hiyo shida ambayo uko ndani. So hiyo siku wakamwambia kwamba leo sisi hata tumekuwa tukikupatia hii pesa, lakini sasa leo hatutakupatia pesa. Leo tunakuamuru katika jina la Yesu ya kwamba ukaamuke na ukatembee na ukaabudu Mungu. Hii injili ilikuwa mzuri bwana. Yaani katika dunia ukikosa kutambua Mungu utakaa katika hali moja, utazunguka na baadaye utaenda hasara kubwa sana, na jibu lako halitakuwa jibu la maana. Hata ukipata jibu litakuwa ni jibu la kukufariji. Sasa huyu kiwete ambaye alikuwa katika mlango mzuri kwa miaka akiomba, huyu kiwete hakupata jawabu nzuri, mpaka tu siku moja hata wale waliokuwa wakimsaidia katika vile alikuwa nataka na vile dunia inataka, wakaangalia wakasema, tumesaidia huyu mtu kwa muda mrefu, lakini hakuna jawabu lolote tumepata. Kwa sababu gani? Walikuwa wakimsaidia kwa wao wenyewe kujitambulisha, sio kukutambua Mungu. Msaada wote ambao utafanya katika hii dunia, ujitambulishe wewe, uonekane, ukatae kumuonesha Mungu, Mungu aonekane, nakwambia itakuwa ngumu kwako. So mitume waliokuwa wakisaidia huyu ndugu aliyekuwa kiwete, hawakuwa wakimsaidia wamuoneshe Mungu ni nani. Walikuwa wanamsaidia ili wajionyeshe kwake kabisa, 100%. Hiyo ndio shida pia tumeingia katika kanisa siku ya leo, katika Ukristo, kwa sababu utapata watumishi wengi hawataki kuambia mtu Mungu, hawataki kupeana mtu kwa Mungu, hawataki kuonesha mtu kumjua Mungu. Kile ambacho wanataka wakufundishe wewe kuwajua. Ukiwa na shida, enda kwao wakusaidie, wapige picha, waweke katika mitandao, waongee na watu, waandishi wa habari, waonekane ya kwamba wanafanya kazi ya Mungu. Na yote ni unafiki na ni ukora. Kwa sababu siku ya leo hata mtu anapokuwa katika shida
Ni watu wachache wenye wanataka huyo mtu ajue ya kwamba ile shida ako nayo anayeweza kuitatua ni Mungu. Ndio unaona siku hizi mtu akiwa na shida anakuja kwa kanisa, mtumishi, nimekuja niombe. Mtumishi anaanza tu kuombea ule mtu, hata hamfundishi. Kufundisha watu wa kanisa imekosekana, na ndio imekuwa chanzo kikubwa cha kuharibu Injili. Kanisa lolote ambalo unaenda na watu hawafundishwi, kanisa lenye unaenda pale, tamaa yenye iko pale ile kanisa ni watumishi wenye wako pale wakule washibe. Kanisa lolote ambalo utaenda hakuna mafundisho yoyote, watu watoke nje, wanapookoka waambie watu habari za Mungu, watu wakuje kwa Yesu Kristo, waachane na dhambi, hiyo kanisa toroka ndani. Kanisa yote ambayo imekataa kuweka mafundisho kuwa kipaumbele, ni misaada ya chakula, ni mavazi, kulipia watu karo, kuwajengea nyumba, kusaidia masikini na viwete na wajane, na halifundishi watu wakakuja kumtegemea Mungu, hata hao wajane siku moja wakapate vitu kupitia kwa Mungu, wakawa msaada kwa wengine, toroka hapo mali. Hao ni majambazi wamejiunga pamoja kuibia wale watu ambao ni waasi, wale wajuaji na wale ambao ni wapumbavu. Mimi nakwambia ukweli. So shida ambayo ilikuwa katika mlango mzuri ya kwamba watumishi waliokuwa wakiingia pale kuomba hawakutaka kuambia yule kiwete ya kwamba Yesu ndiye anaweza kukusaidia. Walitaka watoe shilingi 10, 100, wajionyesha kwamba wanamsaidia, kila mtu apate umaarufu wa kujisifia ya kwamba anasaidia huyo kiwete. Ndio maana huyo kiwete alikaa hapo kwa muda mrefu, na kiwete mwenyewe pia hakuwa tayari apewe jawabu kamili, apewe dawa kamili. Hakuwa tayari, kwa sababu angelikuwa tayari wakati alikuwa amepewa msaada wa pesa kwa muda mrefu, angekataa, aseme ya kwamba pesa nimepewa, lakini bado sijapata jawabu kamili, sijatoka katika uwete. Angekataa. Lakini kwa sababu yeye pia alikuwa na tamaa na pesa na vitu za dunia, hakukuwa na tamaa ya kwamba atoke katika ile hali aliyokuwa ndani. Alifurahia kupewa, kuombaomba, kutukanwa, kudharauliwa, ndiye ilimfanya kukaa pale kwa muda mrefu. Mimi nakwambia ukweli. So huyu kiwete angelikuwa ni mtu ambaye alimpenda Mungu, angelikuwa ameambia wale watu waliokuwa kila siku wakimsaidia, wakimtukana, wengine wakimnyima, wengine wakimuona kama mtu pure, angelikuwa alishawaambia Mungu ni nani. Mungu angelikuwa alishashughulikia nini hiyo shida yenye alikuwa ndani. Ya pili, wenye kumsaidia wangelikuwa ni watu wazuri, wale watu ambao wanataka mtu akiwa katika shida, mtu ajue ya kwamba ni Mungu atamtoa kwa hiyo shida, sio mtumishi. Ukiwa katika shida nikuje nikutoe, sio mimi nimekutoa kwa hiyo shida, ni Mungu. Nimetumiwa kama chombo. Utukufu na sifa na kila kitu kinafaa kumrudia Mungu. Lakini ukichukua sifa na utukufu na kila kitu uniletee mimi, kwa sababu mimi ndio Mungu ametumia, hiyo ni makosa. Na hapo ndipo watumishi wengi wanataka. Wacha uende ukiwa mgonjwa akuombee upone. Wacha uende ukiwa hauna kazi uombee upate kazi. Wacha uende kwa mtumishi kama hauna nyumba akuombee upate nyumba, upate watoto. Ulikuwa na matatizo fulani yalikuwa yamekulemea, ukaenda kwa kanisa ukaombewa, yale matatizo yakaisha. Sasa sifa na utukufu zote sio Yesu, sio Mungu, ni huyo mtumishi. Ukisimama hii kanisa, ukisimama huyu mtumishi, ni upumbavu na ni ujinga wa hali ya juu. Mimi nakwambia ukweli. So kutambua Mungu kutakusaidia ndio dawa kamili katika maisha yako. Wakati wale watumishi mitume wazima Yohana na Petro walipoona huyu mtu amepewa pesa kwa muda mrefu, ametukanwa kwa muda mrefu, amedhalauliwa kwa muda mrefu, huyu mtu hana tamaa yoyote ya Mungu, anataka tu kupewa. Wakati huyu mtu alipoona Yohana na Petro wamekuja, akawaomba pesa kama kawaida. Walimwambia, leo hatutakupatia pesa, kwa sababu kama ni pesa umepewa, haujatoka katika uwete. Kama ni kusaidiwa misaada zozote umepewa, lakini shida yako iko pale. Wakamwambia, leo hatukupatii kitu chochote, tunaenda kukutambulisha kwa Mungu na utaona vile Mungu anafanya. Tukipata watu kama hawa katika dunia, watu ambao ukiwaendea hata ukiwa na shida kiasi gani, hawatasema mimi ni mchungaji, nitakuombea na mambo yako yatakwisha, niliombea watu fulani, nilienda mahali nikafanya miujiza. Wachane na hao, au ni wakora.
Tunataka watu ambao ukiwaendea na shida, wanachukua hiyo shida, wanakuambia kwamba wewe chukua hiyo shida, peana kwa Yesu, peana kwa Mungu, na utashuhudia mambo ya Mungu. Hao ndio watumishi tunatafuta, sio watumishi ambao unawapelekea shida ambayo uko nayo alafu wanajitukuza, wanataka waonekane kwa hiyo shida wao ndio Mungu, wanataka kuonyesha kwamba wao ndio wanaweza, wanataka kuonyesha kwamba wao ni watumishi walioitwa na Mungu na hakuna kitu ambacho kinawashinda. Hawataki kukuonyesha huyo Mungu ukaamini kwake, huyu Mungu akusaidie mara moja, mambo ikwishe. Wanataka uzunguke kwao, wakukule pesa, wakukule mashamba, wakukule biashara yako wamalize, wakule familia yako wamalize, waharibu kila kitu chako kizuri, wakuacha hapo bure, kwa sababu chenye walitaka ni kufaidika kwako. Hawakutaka kukufundisha njia mzuri ya kujua Mungu, wewe mwenyewe ujisimamie na ujue ya kwamba kupitia huyu Mungu atanisaidia. Walitaka wakutambulishe kwao, wewe uwaabudu. Hao si watumishi, hao ni wakora. Petro na Yohana walipokuwa wameona huyu kiwete amekaa kwa mlango kwa miaka, kwa muda mrefu na asaidiwi, pesa amepewa, kazi amepewa, kama ni vitu fulani vya kumsaidia chakula na mavazi amepewa, kama hata ni gari amenunuliwa amepewa, hata kama ni mabodyguard alikuwa amepewa, lakini shida yake haijaisha. Shida yake kwanza iko pale na inaendelea kuwa vibaya na vibaya zaidi. So walipomtambulisha kwa Mungu, shida hiyo mutilisha. Mpendwa, unapokuja katika maisha yangu na utaki nikueleze Mungu ambaye amenisaidia kufika mahali nimefika, wachane na mimi. Mtu yote ambaye anataka kunikuja katika maisha yangu, kutembea na mimi dunia mzima, lakini hataki nimueleze ya kwamba mimi nimeifanya kazi, nikaandikwa mahali nikapata, nilikuwa nalipa shilingi 250 kwa wiki, nafanya mara 2 ninapata shilingi 500, nikueleze ule Mungu ambaye amenifikisha saa hii na yale ambaye amenitendea, lakini unataka tu kuje mimi nikusaidie, wewe wachana na mimi. Mtu yote ambaye anataka kuja kwa kanisa mahali ninaabudu, anataka kuja amefungiwa nyumba, anataka kuja ana kazi, hajakula, lakini hataki nimueleze yule Mungu ambaye atamfanya alipe nyumba, nimuelezee Mungu ambaye atamfanya kuwa na hizo nguo zenye natafuta, nimuelezee Mungu ambaye atamsaidia ile kazi ambaye anataka, Mungu ambaye atamsaidia ule mke, yule mume ambaye anataka. Anataka mimi nimuombe na simwambii ya kwamba Mungu ndiye atakupatia hizo vitu. Wachana na mimi. Unajua wapendwa, lazima tukue serious. Ilifanya kiwete akakaa katika uwete kwa muda mrefu kwa sababu ya wachungaji, sisi watumishi ambao tulikuwa tukiingia katika mlango, tukienda kuabudu, tukiona ule kiwete pale, tukimsaidia pesa, lakini hatumpatii Yesu. Siku ya leo watumishi wengi hawataki kuambia watu walio na matatizo ya kwamba Yesu atawasaidia. Chenye hao watu wanataka ni nini? Wanataka kukudanganya wewe, wakule pesa yako wamalize. Mtumishi ambaye hakuambii habari za Yesu, mtumishi ambaye hakuambii Yesu ndiye anaweza kukusaidia, yeye kazi yako tu kuja ni kuombee, ninaenda kufunga kwa sababu yako, toa dhabihu, ni mambo yako yatakwisha. Huyo ni mkora. Toroka huyo mtumishi. Yohana na Petro hao walikuwa mitume, lakini walikuwa wamepotea. Angalia, mitume wamepotea pia, wameingia katika mambo ya kupotosha watu. Badala waambie kiwete ya kwamba uwete huu Yesu ndiye atakusaidia, wanatoka huko na shilingi 50 wanampatia. Wanatoka huko wanampatia chakula, wanampatia mikate, wanampatia mavazi, lakini hiyo ndio suluhisho ya huyo kiwete. Kiwete anataka kutembea bwana. Kiwete hataki mkate. Mkate haitamfanya atembee. Pesa haitafanya huyo kiwete atembee. Kumpatia kazi haitamfanya huyo kiwete atembee. Kuenda kumlipia mahali nyumba, akae katika nyumba mzuri na kumpatia gari, kiwete hajatembea. Chenye kiwete anataka ni kutembea, na anayefanya kiwete atembee ni Mungu. Peleka kiwete kwa Mungu atembee, utukufu mrudie Mungu, ulipwe. So nataka kumaliza ujumbe wangu. Mtu yoyote ambaye hatatambulisha kwa Yesu, akuwe ni mimi mwinjilisti, akuwe ni pastor, akuwe ni nabii yoyote ama popu, hataki kukutambulisha kwa Yesu, anataka kukutambulisha kwake, anataka kukutambulisha kwa chumvi na mafuta, anataka kukutambulisha kwa rozari na misalaba, huyu mtumishi ni mkora na ni mwizi. Tunatambulisha watu kwa Yesu awasaidie
ili wale watu watoke katika shida zao, wamtumikie Yesu. Ile siku Petro na Yohana waliporudi kwa akili kama mitume, wakatambulisha huyu kiwete kwa Yesu, alitembea. Alipomaliza kutembea, aliingia katika hekalu na akaanza kusifu Yesu. Huo ndio ushuhuda ambao tunatafuta. Mtu ameokoka, sio mtu ambaye amepewa chakula lakini hajaokoka, sio mtu ambaye amesaidiwa na mapato yenye ambayo anahitaji, kama ni hiyo pesa, na hajaweza kuokoka. Kenye tunataka mtu aliye katika shida ni kuokoka. Wewe unajua Cornelius alikuwa mtu gani, akisaidia watu kiasi gani, lakini hakuwa ameokoka. Ilibidi kwanza aende aokoke. Hata ukisaidia watu, hata kama utafanya nini, lakini haujaokoka, uko katika hali ya hatari. Usidanganywe tunasaidia maskini, mayatima, sasa mimi niko sawa. Hapana, okoka. Mungu anataka uokoke ndio saidia mayatima. Kama umeokoka, ujue jinsi ya kusaidia mayatima. Unapowasaidia, hautapiga picha, hautachukua video uende upost ya kwamba hawakuwa na chakula, hawakuwa na nyumba, hawakuwa na mavazi, nimewasaidia, hawakuwa na karo ya shule, nimewapeleka kwa shule. Ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Lakini ukiokoka, Mungu atakupatia mwelekeo wa kusaidia watu. Anasema unapotoa kwa huu mkono, mwingine hausijue. Unapopeana kitu, hata mke wako, mume wako ambao mnalala naye kitanda kimoja asijue. Hao ndio watu ambao tunatafuta. Mungu awatende mema, lakini jua kutambua Mungu ndiyo dawa, itakusaidia. Mtu yote ambaye anatafuta msaada wote katika maisha ya mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu hutaki kumwambia Yesu Kristo ni nani, unampotosha, na hapo unafanya vibaya. Wale ambao wamesikia habari hizi zikawatende mema, Mungu awabariki. Tuko na channel 3. Habari hizi zinawekwa YouTube. Tunaweka katika channel ya Believe and Obey the Only True God. Hapa Facebook Believe Obey, TikTok Believe and Obey Jesus Only, na Mungu awatende mema.